Halo, habari ya wakati huu mpendwa mtazamaji wangu. Leo hii kwa neema ya Mungu tutakuwa tuna session moja fupi ambayo nitakuwa nikijibu maswali kadhaa ambayo pengine yamekusumbua kwa muda mrefu katika fikra zako. Ninajua kwa uwazi watu wengi wanajua jambo moja ambalo ni hakika. Hata mimi ningependa unijue jambo hilo, ya kwamba Mungu huwa anasaidia watu wake. Mungu huwa anawasaidia watu wake. Lakini ni kwa namna gani anawasaidia? Leo nikikuuliza ni kwa namna gani Mungu anawasaidia watu wake, watu wengi watakuwa hawana majibu. Hata wewe mwenyewe bila shaka unaweza ukawa na tafakari, usiwe na jibu ambalo limenyooka kuhusu msaada wa Mungu. Ni kweli kabisa tunatamani, hata sasa ungetamani kupokea msaada wa Mungu, ungetamani kusaidiwa na Mungu. Lakini kama hujui Mungu huwa anawasaidiaje watu, hata ukija huo msaada wa Mungu hautauona kama ni msaada wa Mungu. Sio wewe hautakuwa ni mtu wa kwanza. Kuna watu ambao walisaidiwa na Mungu, lakini baada ya kupokea msaada wa Mungu wakaanza kusema ni machale. Kuna watu wanasema ni machale yalinicheza. Kumbe ni Mungu aliwasaidia, lakini hawawezi kujua msaada wa Mungu kwa sababu hawajui ni namna gani Mungu huwa anawasaidia watu wake. Leo hii nimewiwa kuja kukuambia namna tano ambazo Mungu huzitumia kuwasaidia watu wake. Namna tano ambazo huwa zinatumika na Mungu kuwapa msaada watu wake. Ninapozungumza kwa habari ya watu wa Mungu, nazungumza na wale watu ambao wamekubali kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamemwamini, na kwa kufanya hivyo wameingia kuwa wana wa Mungu. Wametoka kuwa watu wa Mungu, wamekuwa wana wa Mungu. Basi bila kupoteza wakati, nitaanza na njia ya kwanza ambayo Mungu huwa anaitumia kuwasaidia watu wake. Ya kwanza kabisa ni kuwapa kibali. Mungu huwa anawasaidia watu wake kwa kuwapa kibali. Mungu akikupa kibali, ukipata kibali cha Mungu, basi unakuta mambo yanaenda kwa namna ambayo hata mwenyewe hukutarajia. Watu wanakuwa wako tayari kujitoa wao wenyewe, kutoa muda wao, kutoa vitu vyao, kutoa mali zao, kutoa fedha zao kwa ajili yako. Pengine usiwape kitu chochote, lakini wanasikia msukumo kwa sababu una kibali, unakubarika, una neema hiyo ya kukubarika. Mungu amekupa neema ya kukubarika, unapata kibali. Tunaona hilo jambo katika kitabu cha Kutoka. Wanaisraeli walipokuwa wakitoka Misri, neno la Mungu linatuambia Mungu aliwapa kibali. Walipopata kibali, wakapaswa kwenda kuomba kwa Wamisri chochote walichokitaka, cha dhahabu, cha fedha na cha thamani, chochote walichokuwa wanakitaka, waende wakaombe, wakapewa. Na walipoenda kuwaomba Wamisri, hakuna aliyezuiliwa, wote walipewa, kwa sababu Mungu aliwapa kibali. Yaani wale watu walikuwa, kibali ni nguvu ya kufanya watu watimize matakwa yako, watimize mahitaji yako, watimize yale ambayo unayahitaji. Watu wanajitoa kufanya kile ambacho unatamani kifanyike. Hicho ndio kibali cha Mungu, na hiyo ni namna ya kwanza ambayo Mungu huwa anawasaidia watu wake, na ni jambo jema. Ukifahamu siri hii, basi inabidi wakati mwingine unamwomba Mungu kibali. Naomba Bwana, ninaomba unipe kibali. Mungu, ninaomba unipe kibali. Na kwa kuomba kibali cha namna hiyo, unajikuta sura yako inakuwa na kibali. Watu wakikuona, unajikuta unafanana na watu waliowahi kuwatendea mema kwenye maisha yao. Watu wakiliona jina lako, wanasikia msukumo wa kukusaidia. Hiyo ndio namna ambayo ya kwanza Mungu huwa anawasaidia watu wake. Unaweza ukapata kibali kwa kuonekana kwako,
Unaweza kupata kibali kwa jina lako, unaweza kupata kibali watu wakisikia tu habari zako wanatamani kukusikia, wanatamani kujitoa kwa sehemu ya historia kwenye maisha yako. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo Mungu huwa anaitumia kuwasaidia watu wake. Na kwa kibali ndiko ambako watu huwa wananunua bila fedha. Unapewa vitu vya thamani ambavyo wengine wanagharamikia mamilioni, mabilioni, malaki, lakini wewe unaikuta unapewa bure. Ingegharimu maelfu, lakini wewe unapewa bure. Hiyo ni kibali, kinasababisha watu kutimiza matakwa ya kwako. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo Mungu huwa anaitumia kuwasaidia watu wake. Lakini si hivyo tu. Jambo la pili ambalo Mungu huwa anawasaidia watu wake basi ni tunaita hekima ya kiungu, divine wisdom. Ya kwanza ni divine favor, ya pili ni divine wisdom. Divine wisdom hii ni hekima ya kiungu, yaani mtu anakuwa ana uwezo wa kutatua changamoto mbalimbali kwa hekima ya kimungu. Anaweza kufikia mahitaji mbalimbali kwa hekima ya kiungu. Hekima ni product yaani ni matokeo ya maarifa, lakini vile vile hekima ni product ya kumcha Bwana. Anasema katika Mithali 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na wengine wanatamani kujua kumcha Bwana ni nini. Ukisoma tena kwenye Mithali kwenye sura 13 pale, anasema wazi ya kwamba kumcha Bwana ni kukataa uovu, ni kujitenga na uovu. Unapoona uovu unakaa mbali nao. Kwa ili upate hekima ya kiungu. Hekima ya kiungu ina sifa zake, ni safi. Hekima inayotoka juu, haina ubaya ndani yake wala hila. Hekima inayotoka juu, hekima ni application of knowledge. Unatumia kutatua changamoto. Yaani unajikuta unapata maarifa, unakuwa na maarifa ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo unakuta zinawakumba watu, lakini wewe Mungu anakupa hekima, unajibu maswali. Hii ndio ilikuwa kitu pekee kilichoanza kumfungulia njia Sulemani ya kuwa tajiri mkubwa na mfalme mwenye busara duniani, kwa sababu ya hekima. Alimwomba Mungu hekima, watu wakawa wanatoka mbali, wanakuja kusikiliza hekima yao, wanakuja kujibiwa maswali yao, alafu baadaye wanaleta zawadi, wanaleta vitu kutoka mbali, wanakuja kupata nuru ya Sulemani. Hiyo ni namna ya pili ambayo Mungu huwa anawasaidia nayo watu wake kwa kuwapa hekima. Unapomwomba Mungu usisahau kuomba hekima. Mwombe Mungu, nipe hekima. Hekima ya kimungu, anasema Yakobo sura ya 2, anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima aombe dua kwa Mungu anayetoa pasipo udhalimu. Yaani mtu ukisoma Yakobo 2:5 pale na kuendelea, 1:5 na kuendelea, utaona pale anazungumza habari ya kusema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima aombe dua. Omba dua kwa Mungu. Ingia katika maombi, omba hekima kwa Mungu, nisaidie niwe na hekima. Jue namna ya kuwajibu watu, jue namna ya kuwasiliana na wateja wako, jue namna ya kufanya unapokutana na mambo mbalimbali, jue kunavigate katika hali mbalimbali ambazo unakutana nazo. Hiyo tunasema ni hekima. Hiyo ni namna ya pili ambayo Mungu huwa anawasaidia watu wake. Jambo la tatu ambalo, namna ya tatu Mungu anawasaidia watu wake nayo ni kwa kuwapa kasi ya kiungu. Tunaita divine speed, kasi ya kiungu. Unakuta mtu mnaona kama alikuwa yuko nyuma, lakini anajikuta baadaye unakuta wenzake walikuwa wameshapata kazi, wamepiga hatua, wamefanya nini, wamejenga, wamefanya nini, mambo mbalimbali ambayo angeyahitaji, lakini yeye yuko kama yuko nyuma. Lakini Mungu anakuja kumfungulia mlango ambao unakuja, anafanya yale mambo ambayo wengine wameyafanya kwa miaka 10, anaweza kuyafanya kwa mwaka mmoja. Nakuta huo mwaka amepata jenga, pata kazi nzuri, ameoa, fanya nini, amekamilisha mambo mengi ambayo alikuwa anayatamani, ambayo wengine walikuwa wanaona kama wamempita, wamemwacha mbali, au yeye mwenyewe alikuwa anaona kama nimepitwa sana. Lakini kwa sababu ya hekima ya kiungu, basi kwa sababu ya hii kasi ya kiungu, anajikuta
mwaka anatimiza mambo mengi kwa muda mfupi, kwa sababu anapata hiyo kasi ya kiungu. Hiyo ni namna ya tatu ya msaada wa kiungu. Tunamwona Elia aliwahi kuzuia mvua. Alisema mvua haitanyesha hata kwa neno langu. Ikakaa mvua miaka 3 na miezi 6 haijanyesha, lakini baadaye alienda kuomba mvua ije. Mfalme wa nchi Ahabu alikuwa yuko chini ya mlima. Alipoona ishara za mvua, akamwambia, mwambieni Ahabu akimbie. Huyo mtu yuko na farasi na magari anakimbia, lakini yeye akakimbia. Anasema akavikaza viuno vyake, akakimbia, akawapita. Yaani alimwahi kuingia mjini mtu mwenye farasi na magari wakati yeye anakimbia kwa miguu. Hiyo ni kasi ya kiungu. Hiyo ni namna ya tatu ya kupokea msaada wa kiungu, ya namna ambavyo Mungu anawasaidia watu wake kwa kuwapa kasi kwenye mambo mbalimbali wanayoyafanya. Na tuko kwenye ulimwengu wa kasi. Nakuta kila jambo fast food, fast ferries, fast everything, fast jet, fast everything, everywhere, fast. Kwa tuko kwenye ulimwengu ambao unahitaji kasi. Kwa ukiwa na kasi ya kiungu unapenya kwa haraka. Hiyo ni namna nyingine ambayo Mungu anawasaidia watu wake. Lakini namna ya 4 ambayo Mungu huitumia kuwasaidia watu wake ni divine guidance, maongozi ya kiungu, uongozi wa kiungu. Hii ni kazi ambayo Roho wa Mungu anaifanya ndani ya mtu. Nakuta kuna jambo anataka kulifanya, anakosa amani, anasema hapana. Au kuna njia anataka kupita, anabadilisha. Kuna gari anataka kupanda, hajisikii kufanya, anaongozwa na au fanya hivi, acha hiki, fanya hivi. Unakuta mwingine hamna maelezo ya kutosha ya jambo fulani kulisemea, lakini mtu anasikia kutoka ndani ya moyo wake kusema hiki kitu usifanye, anazuiliwa, basi hafanyi, alafu baadaye kinakuwa na matokeo chanya. Huo ni uongozi wa kiungu. Au hujapanda gari fulani, lakini baadaye unakuja kugundua lile gari ambalo ulipaswa kulipanda limepata ajali. Uliongozwa na Mungu, usilipande. Kwa hiyo ni namna ambayo nyingine Mungu anawasaidia watu wake. Tumetazama kuhusu kasi ya kiungu, tumetazama kuhusu hekima ya kiungu, tumetazama kuhusu uongozi wa Roho Mtakatifu au uongozi wa kiungu, divine guidance. Tunazungumzia habari ya divine speed. Hizi 4 zote ni namna ambazo Mungu anazitumia kuwasaidia watu wake. Na ukiwa kama mwana wa Mungu, hizi ni haki yako kuziomba ili Mungu akujalie kuzipata. Divine wisdom, divine speed, divine favor, divine guidance. Lakini ya 5 na ya mwisho ambayo Mungu anawasaidia watu wake, it is through divine protection, kupitia ulinzi wa kiungu. Unakuta mtu mwaka mzima unapita, upate ajali, asafiri kila siku barabarani, pati magonjwa. Wakati unakumbana kwenye mazingira unayofanya, unakuta kuna hatari mengi ya kusababishia magonjwa. Unakuta hiyo yote tunaita divine protection. Unalindwa na kiungu. Japo ni vema kuheshimu taratibu za kiafya, jikinge, lakini vile vile kuna ulinzi wa kiungu. Ulinzi wa kiungu na kuweka mbali na hila, baraa, laana, mikosi, ushirikina, uchawi, ulozi na kila vitu ambavyo vingeweza kukushambulia. Lakini ukilindwa na nguvu za Mungu, huu ulinzi wa kiungu unapangua takataka zote ambazo zingeweza kuja kukudhuru. Hiyo ni namna ya 5 ya kupokea msaada wa kiungu, ya namna Mungu anawasaidia watu wake. Na ukiona haya kwenye maisha yako, 5 niliyoyataja, basi jua kabisa una msaada wa kiungu kwenye maisha yako. Na kama huyaoni, anza kuomba. Lakini kama unayaona, endelea kuyaomba zaidi ili kuendelea kuyaona yakitokea kwenye maisha yako. Hivyo ndivyo namna ambavyo Mungu huwa anawasaidia watu wake. Zingatia haya, yakumbuke haya. Mimi nimekushirikisha ili uendelee kuwa na amani unapoendelea na maisha haya. Uone ya kwamba Mungu anawalinda watu wake. Mungu anawasaidia watu wake. Mungu anatupenda na anakupenda
mtu wake, mtoto wake anataka kukusaidia, na namna ya kupokea na huo msaada wake ni kwa namna hizi nilizokuambia. Zizingatie, ziombe na simama nazo. Mimi ni ndugu yako Japhet Katana. Nilikuwa ninawasilisha haya machache ili kukusaidia ujiweke sawa na ujue namna ambavyo Mungu huwa anawasaidia watu wake, ili unapopokea msaada wa kiungu usidhani ni ujanja wala ni akili zako. Iko neema ya Mungu inayowasaidia watu kuja kwenye maisha yako. Mungu akikupenda anakupa watu. Watu wana vitu, na hawa hivyo vitu vyao, kutokana na hekima, kutokana na ulinzi, kutokana na utatimiza matakwa mbalimbali ambayo ulikuwa nayo kwa binafsi. Basi ninakushukuru sana. Unaweza ukasubscribe hapo kwenye channel yetu, alafu ili jumbe kama huu uweze kuendelea kuwafikia watu wengi zaidi na ukalete uchanya kwenye maisha yao. Basi ninakutakia kila laheri unapoendelea na maisha haya, na ukaupokee msaada wa Mungu katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Nakuaga kutoka hapa studio zetu. Bye bye. Thank you so much. I love you.